Nakushukuru sana nashukuru sana serikali kwa majibu mazuri ya kutia moyo wananchi wa mkoa wa Mtwara. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, kwa kuwa tayari tuna mwekezaji huyu Soil Solution ambaye kimsingi kwa taarifa za awali mwekezaji huyu tayari ameshalipa fidia wananchi wa Mgao kwa maana ya halmashauri ya Mtwara DC hekari 151 za ardhi kwa shilingi bilioni 1,832,832. Na kwa taarifa rasmi kiwanda hiki kikamilika kinatarajia kuajiri wafanyakazi kauli ya serikali. Kiwanda hiki mpaka sasa hakijaanza kufanya kazi na wananchi wa mkoa wa Mtwara kwa maana Mtwara DC walikuwa na matumaini makubwa sana baada ya kuona kwamba wameshalipwa fidia, wakijua kabisa utekelezaji wa kiwanda kile kinaenda kuanza kufanya kazi kwa muda sio mrefu. Na mwekezaji huyu yuko nchini hapa Tanzania mwaka mmoja sasa. Uliza swali la pili kama unalo. Swali langu la pili, kwa kuwa mkoa wa Mtwara, mikoa ya kusini ina rasilimali ya gesi na makaa ya mawe, na tayari tumeshaona kuna wawekezaji tayari wameshawekeza kuhusiana na rasilimali hii ya gesi. Ni nini kauli ya serikali juu ya uwekezaji wa makaa ya mawe? Maana tuna bandari tayari inayosafirisha makaa ya mawe, lakini pia tuna njia kuu ya kupitisha makaa ya mawe ni mkoa wa Mtwara. Naomba kutambua serikali ina mkakati gani kukaribisha wawekezaji wanaotumia makaa ya mawe. Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu kwa maswali hayo mawili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Asha Salum Moto, mbunge wa viti maalum mkoa wa Mtwara, kwa jinsi anavyowatetea wananchi wa mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa Mwenyekiti, Asha amenisumbua sana kuhusu huyu mwekezaji ambaye anaitwa Soil Solution, ambaye kimsingi ni kweli ameshanunua zaidi ya hekari 150 na ameshalipa fidia zaidi ya bilioni 1.8. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara yetu pamoja na wizara ya nishati tumekuwa tukifanya majadiliano jinsi gani tunaweza tukamsaidia mwekezaji huyu ili aanze ujenzi wa kile kiwanda chake, na majadiliano yanaenda vizuri. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama serikali tunafanyia kazi na tupo hatua nzuri ya kuhakikisha kwamba mahitaji yote ya mwekezaji yanafanywa kazi, na tunaona tija ya uwekezaji huu. Mwekezaji huyu anakuja kutengeneza ajira zaidi ya 3,000, lakini anakuja kuwekeza zaidi ya milioni 627 za Kimarekani mkoani Mtwara. Kwa hiyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama serikali tupo on top of that, na tutahakikisha tunamsaidia na tunawasaidia wawekezaji wote wanaokuja nchini ili wawe na mazingira rafiki kwa ajili ya uwekezaji wao kuanza. Lakini swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli sisi kama serikali na Tanzania tuna makaa ya mawe ya kutosha, na Mtwara ni lango la kupitisha makaa ya mawe. Tunapofanya uhamasishaji wa wawekezaji, mojawapo eneo ambalo tunalihamasisha ni jinsi gani wawekezaji wanaweza kaja mkoa wa Mtwara kwa ajili ya kuwekeza wakitumia nishati ya makaa ya mawe. Naomba nimhakikishie vile Mheshimiwa mbunge kwamba sisi tutachukua swala la mkoa wa Mtwara kama kipaumbele tunapozunguka huko duniani na hapa Tanzania kuwahamasisha wawekezaji waje kuwekeza Mtwara. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Esther Bulaya, ajiandae Mheshimiwa Arif Premji. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nakushukuru kwa kunipa swali dogo la niongeza. Kata ya Guta kwenye jimbo la Bunda mjini kuna eneo la Tairo ambalo limetengwa kwa ajili ya uwekezaji. Wananchi wameshalipwa fidia. Limekaa uwazi zaidi ya miaka 14. Mheshimiwa Naibu Waziri, umeenda kulitembelea eneo lile. Eneo ambalo ni very potential, liko karibia na ziwa na liko kwenye lami. Ni lini sasa mtaleta wawekezaji wajenge viwanda ili kina mama wa Bunda na vijana wa Bunda waweze kupata ajira? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Bulaya. Amekuwa akinisumbua sana kuhusu ile Bunda Says ambayo kimsingi ni mojawapo vipaumbele vya serikali. Kama unavyotambua, Mheshimiwa Rais amesisitiza kwamba tunaenda kuanzisha kongani za viwanda, lakini mojawapo ya mkakati wetu sasa hivi tunaenda kupromoti uwekezaji kwa maeneo ya Says. Bunda ni mojawapo ya maeneo ambayo kimsingi ni mkakati wa serikali, na katika bajeti yetu ya mwaka huu imo na tunaenda kutenga eneo kwa ajili ya uwekezaji wa vijana. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge swala la Bunda Says tumelipa kipaumbele. Asante. Mheshimiwa Arif Premji, ajiandae Mheshimiwa Zuberi Mfaume. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
Mheshimiwa Mwenyekiti, uwekezaji wa Soil Solution ni wa kimkakati. Unaenda kusaidia taifa hili kupunguza gharama milioni 400 dola za Kimarekani kwa kuagiza mbolea. Na majibu ambayo yaliyotolewa ni mepesi mno. Mheshimiwa Mwenyekiti, uhitaji wa Soil Solution ni gesi, na gesi inatoka Mtwara, na ni sasa hivi mwaka mzima anazungushwa. Ipi kauli rasmi ya serikali kuhusiana na mradi huo wa kimkakati na unaenda kusaidia taifa letu? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze mbunge kutoka Mtwara, ndugu yangu Arif. Amekuwa akiniuliza sana swali hili, amekuwa akifuatilia sana kuhusu huyu mwekezaji ambaye kimsingi anatoka Mtwara. Na nikubaliane naye kwamba Soil Solution Limited ni mojawapo ya wawekezaji wa kimkakati. Na kulingana na vigezo vyetu, mwekezaji yote anapokuja kuwekeza nje akiwa na zaidi ya milioni 50 US dola ni mwekezaji wa kimkakati. Na huyu wa kwetu ana zaidi ya milioni 150, ana milioni 627 za Kimarekani. Kama nilivyotangulia kujibu kwenye swali la nyongeza la Mheshimiwa Asha Moto, naomba niseme kwamba serikali ipo on top of that, na tumekuwa na majadiliano na wenzetu wa Wizara ya Nishati, na nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Ndejembi. Amekutana mara nyingi sana na huyu mwekezaji na wamemhakikishia kwamba baada ya mipango ya upatikanaji wa gesi itakapokuwa vizuri, tutamhakikishia ujenzi wa kiwanda utaanza. Nashukuru Mwenyekiti. Mheshimiwa Zubeir Mfaume. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Halmashauri ya Morogoro vijijini kwa sasa ndiyo mzalishaji mkubwa wa karafuu, na wawekezaji kutoka Indonesia walionyesha nia ya kutaka kuwekeza katika eneo letu. Swali, wizara ina mpango gani sasa wa kuendelea kuvutia wawekezaji ili wakaweke viwanda vya kusindika karafuu kule Morogoro DC? Asante. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri la kutetea watu wa Morogoro, hususan kwenye swala la kilimo cha karafuu, lakini haja ya kupeleka viwanda na wawekezaji Morogoro. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, kipaumbele chetu ni kuvutia wawekezaji. Na Mheshimiwa Rais ameshatuagiza, lakini nyinyi wenyewe ni mashahidi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kipaumbele katika kuvutia wawekezaji anapozunguka huko duniani. Naomba nichukue swala la Morogoro kama kipaumbele, na sisi tutaliweka kwenye mpango yetu ya kuhamasisha na kuwavutia wawekezaji waje kuwekeza Morogoro. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Morris Makoi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba niulize hapa Dodoma kuna kiwanda cha mbolea, na hivi karibuni na hapa napoongea katika jimbo la Moshi vijijini wananchi wanataabika sana kutafuta mbolea ya ruzuku, na mbolea mpaka sasa haipatikani kwa ajili ya palizi. Je, serikali inatuambiaje kuhusiana na uzalishaji wa kiwanda cha mbolea hapa Dodoma, na kama mbolea ile inaweza ikapelekwa katika mikoa hususan Kilimanjaro na jimbo la Moshi vijijini kusaidia kupunguza taabu ya mbolea katika jimbo lile wakati wa palizi? Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana mbunge kutoka Moshi vijijini kwa swali lake zuri la kuwatetea wananchi wa Moshi wakulima, lakini nikubaliane kwamba tuna kiwanda kikubwa cha Intracom cha hapa Dodoma ambacho kipo maeneo ya Nala. Ni mwekezaji mkubwa wa kimkakati ambaye kimsingi amesaidia sana kupunguza tatizo la mbolea. Nikiri kwamba bado tuna changamoto swala la mbolea, na ndio maana sisi kama serikali tumeweka mkazo kuvutia wawekezaji wa viwanda vya mbolea. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa mbunge akubaliane na sisi kwamba wakati serikali inajipanga kuvutia wawekezaji, tutaendelea kutumia viwanda vilivyopo kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa ajili ya kilimo. Nashukuru. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo ya Mheshimiwa bunge kutoka ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Tunaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi.